קדימה, משימה חשובה, ביצוע סריקות. Jeshi la Israel IDF limesema linafanya uchunguzi wa kina kubaini sababu za kushindwa kwa mifumo yake ya ulinzi wa anga kudungua kombora la balistiki la Iran lililolenga mji wa Dimona kusini mwa nchi hiyo jioni ya leo. Kwa mujibu wa taarifa jeshi hilo, mifumo ya ulinzi wa anga ilishindwa kulishambulia kombora hilo na hatimaye kuweza kutimiza lengo lake. Kombora hilo lilipiga eneo la mji wa Dimona na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo pamoja na kujeruhi watu zaidi ya 39. Huduma za dharura ziliwasili haraka eneo la tukio ili kutoa msaada wa majeruhi na kuanza tathmini ya athari za shambulio hilo. IDF imesisitiza kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini iwapo kulikuwa na hitilafu ya kiufundi, changamoto katika mfumo wa ulinzi au mbinu mpya iliyotumika na Iran iliyochangia kushindwa kwa operesheni ya kulidungua kombora hilo. Tukio hili linaongeza wasiwasi kuhusu uwezo wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitegemewa kuzuia mashambulizi ya makombora na droni. Mashambulizi ambayo yamefanywa na Iran katika eneo la Dimona, sehemu ambayo kuna kituo cha nyuklia cha Iran, ni jibu la shambulizi ambalo Israel iliweza kutekeleza dhidi ya kituo cha nyuklia cha Natanz kilichopo katikati mwa Tehran, ambapo Israel imeshangaa kwa nini mifumo yake ya ulinzi wa anga haikuweza kudungua kombora hilo ambalo lilishuka kwa kasi kubwa sana kulenga moja kati ya jengo ambalo linaaminika kuwa ni kituo cha utafiti wa masuala ya nyuklia nchini Israel. Na eneo la Dimona ambalo lipo kusini mwa Israel ni eneo ambalo kuna mifumo ya ulinzi wa anga mingi. Inaaminika kuwa kuna mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani ambayo ni Patriot pamoja na THAAD, lakini vile vile kuna mifumo ya ulinzi wa anga aina ya Iron Dome ambayo Israel imekuwa ikitumia, lakini vile vile kuna mifumo ya ulinzi wa anga ya Arrow ambayo pia imekuwa ikitumika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha ulinzi na usalama wa anga la taifa la Israel. Hivyo, kutokana na kushindwa kuweza kudungua kombora hilo, uchunguzi mara moja umeanzishwa ili kuweza kubaini kwamba nini ambacho kilisababisha kombora hilo kuweza kufika moja kwa moja bila kupanguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ambayo Israel imeweza kuitega. Na Irani imeapa kwamba itakwenda kutumia makombora yake mapya na yenye kasi zaidi kwa ajili ya kuweza kufanya mashambulizi, na inaonyesha wazi kwamba kile ambacho makamanda nchini Irani wamekuwa kikiongea siku hadi siku kuhusu mashambulizi ambayo yanalipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ambayo yamefanywa dhidi ya maeneo ya mikakati nchini Irani, basi inaonyesha wazi kwamba Irani imejipanga na imejizatiti kwa kiasi kikubwa sana kwenye vita hii ambayo inazidi kuweza kujipanua mabawa yake siku hadi siku. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote hapa masaa 24 kuweza kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.